Ndugu zangu, karibuni kwa hii channel. Ninawasalimu nyinyi wote ambao mmeshiriki na mimi leo. Karibuni kwa hii channel. Ninawakaribu watu wote. Karibuni Waislamu, Wakristo, wapagani, waabudu sanamu, wote ninawakaribisha. Hii channel ni channel ya kujielimisha na channel ya kujua Biblia kwa undani. Ni channel ambayo inaongea mambo ya Yesu Kristo. Hii channel inafungua watu macho. Ninawakaribisha na ninaomba amani ya Mungu ikuwe nanyi nyi wote. Karibuni. Siku ya leo tutaongea kuhusu usafiri wa Yesu Kristo au usafiri wa Mungu. Usafiri wa Mungu, transportation system ya Mungu, usafiri wa Mungu. Unajua Mungu si kama binadamu. Sisi binadamu tunakuwaga na usafiri tofauti kama gari, ndege, baiskeli. Lakini Mungu pia vile vile yeye anakuwaga na usafiri wake. Kutoka atengeneze hii dunia mpaka sasa anatumiaga usafiri wake. Ako na usafiri wake ambao ni yeye mwenyewe anakujaga kututembelea nayo. Hii dunia aliitengeneza, kila kitu kimetengenezwa kinamhusu ama kinamuonyesha yeye. Kama we mwenyewe hujawahi ona Mungu, Biblia inasema kuwa hata ukiangalia nchi ama dunia, vitu ambazo zimetengenezwa ndani, hizo vitu zinaonesha uungu wa Mungu. Warumi 1 kutoka mstari wa 23. 20 ama 23. Leo ukiangalia jua ambayo tunaikwaga tukionaga huko juu. Jua inamulika mwangaza, inaletaga joto na inakuwaga ni moto. Inakuwaga na mambo tatu: joto, mwangaza na inakuwaga na moto. Ni vile iko mbali nasi hatuoni hiyo moto nyekundu, lakini inakuwaga na moto. Ukitumia microscope ama ukitumia vitu ambazo tunasema NASA wanachungulia, wanaangalia, wanaona kuwa kweli hiyo jua inakuwaga moto, ni nyekundu. Vile vile Mungu kwa kitabu yake unasikia Yesu akisema mimi ndio taa ama mwangaza wa dunia. Anajieka kama vitu za kidunia, anajionyesha uungu wake na vitu za kidunia. Miti, binadamu, kila kitu ambacho kimetengenezwa hii dunia kimetengenezwa kwa mfano wake ama uungu wake. Lakini leo hatutaongea kwa hizo zote, tutaongea tu kwa kitu moja: usafiri wa Mungu wa Biblia. Kutoka mwanzo mpaka mwisho tuone huyu Mungu kweli ni nani? Jina lake ni nani? Watu wengi wanasema Mungu ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wanasemaga ni utatu. Lakini leo tukiangalia usafiri wake tutajua kuwa Mungu ni nani. Usafiri wa Mungu unaoneshaga Mungu ni nani. So leo tutajua usafiri wake. Na usafiri ambao mimi ninaongea leo ni usafiri wa kutumia mawingu. Mawingu, clouds. Alitengeneza clouds ama mawingu kama usafiri wake. Hii mawingu ambayo unaiona huku juu nyeupe, hiyo ililetwa tu kutuonesha, iliwekwa na Mungu ndani
ndio ituonyeshe na upepo wake, lakini hiyo yenyewe ndio utukufu wake, ambao ndio usafiri wake ambao yeye anatumiaga, lakini aliileta kidunia kama mfano wake, kama uungu wake, kutuonesha kitu ambayo anakitumiaga. Vitu mingi kwa hii dunia sisi tumetengenezwa kwa mfano wake, tunakaa kama yeye. So kila kitu kwa dunia ukiangalia vizuri, hata wanyama wametengenezwa kwa mfano wa kitu ingine ambayo Mungu anakuaga akitumia mbinguni. Ndio naona malaika wengine wako na kichwa ya simba. Kabla simba itengenezwe, walikuwako bado simba ilikuwa mbinguni, lakini ikaletwa duniani kama mnyama. Ndio nakwambia kuna vitu mingi ambazo ziko duniani zinaonesha mambo ya Mungu. Na leo tutaongea mambo ya mawingu, clouds, mawingu. Kwa Biblia inasema dhoruba, ama wanasema kuna dhoruba ama kimbunga. Kabla niwaoneshe kwa Biblia, wacha niwaeleze kimbunga ni nini. Dhoruba ni storm, kwa kizungu tunasemaga storm, ama mvua ama ukali. Dhoruba ni hali kali ya hewa kwa ujumla. Unaona tu hewa imegeuka, upepo umekuwa umezidi sana, hiyo inaitwa dhoruba. Nayo kimbunga ni aina maalum ya dhoruba iliyo kali sana na inayozunguka. Unaona kuna hewa saa zingine unakaa, kuna upepo unazunguka, unachukua makaratasi kwa barabara, unachukua mpaka nyumba, inavunja mpaka nyumba. Kuna upepo ambao unazunguka ambayo ni kali sana. Hiyo ndio inaitwa kimbunga. Kwa kizungu inaitwa whirlwind. Ukisoma Biblia kizungu inaitwa whirlwind. Whirlwind ni, utapata manabii wengi wa Mungu ukitumia walikuwa wanaona kimbunga ama upepo mkasi ukiwakujia, na hiyo upepo wakiangalia vizuri wanaona ikikuja kwa kasi, lakini ikiwakaribia inakuwa ni mawingu ambayo ina utukufu ndani, mawingu ambayo inawaka moto nyekundu, lakini yule ndani ambaye yuko ndani ya mawingu ni ye Bwana ama Mungu wa Biblia. Mungu anatumia mawingu kama usafiri wake. Tutasoma kwa Biblia kutoka kitabu cha kale mpaka kitabu cha New Testament, from Old Testament to New Testament. Nitawaonesha kuwa Mungu anatumia usafiri, na nataka uone kweli huyu Mungu ni nani. Kweli ni Yesu Kristo? Ndio nataka akili funguke, ujue Mungu wako ni nani. Usikuwa unasema Mungu ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nataka uangalie Mungu kwa usafiri wake. Kitabu ambacho tutaanza leo ni kitabu kinaitwa Isaya, ukurasa wa 66 mstari wa 15. Isaya 66 verse 15. Isaya 66 mstari wa 15 unasema, Mwenyezi Mungu atakuja kama moto na magari yake ya vita ni kimbunga. Kimbunga ni hiyo upepo mkali ambao unazunguka, unachukuanga mpaka mchanga, mpaka matakataka kwa barabara, inavuta. Mungu atakuja kama moto na magari yake ya vita ni kimbunga. Ataiacha hasira yake ifanye kazi yake kwa ukali. Tunaona sasa Isaya anasema kuwa Mungu atakuja kwa moto, na moto si ati ni moto, ni hiyo utukufu wake. Hiyo tutasema aje, hiyo cloud, hiyo usafiri wake unawaka moto. Tukienda kwa Zaburi sura ya 104 na mstari wa 3, Zaburi 104 verse 3 unasema,
Umejenga makao yako juu ya maji ya mbingu, umeyafanya mawingu kuwa gari lako, waruka juu ya mabawa ya upepo, waufanya upepo kuwa mjumbe wako, moto na miale yake kuwa watumishi wako. Hii hata inakuelezea kabisa kuwa Daudi anasema kuwa anafanya gari lake likuwe kama mabawa ya upepo, mawingu. Gari lake ni mawingu na upepo ni ujumbe wake, kuwa ye anatumia upepo kukuja na kutuona, na moto miale yake kuwa watumishi. Hiyo mawingu yake ya utukufu kwa Biblia inaitwa the glory of the Lord, utukufu wake ambao ni mawingu ambao unamzingira na yeye ako ndani amejificha. Hiyo utukufu wake, hiyo mawingu unakuwaga ukiwaka moto. Ndio unasikia hapa akisema moto na miale yake kuwa watumishi wake. Tukienda Nahum, kitabu cha Nahum, kwa kitabu cha kale cha Nahumu sura ya 1 mstari wa 3 unasema, Mwenyezi Mungu hakasiriki upesi, lakini amejaa nguvu. Mwenyezi Mungu kamwe hata waachilia wenye hatia. Apitapo Mwenyezi Mungu huzuka kimbunga na dhoruba. Popote Mungu anatembea huzuka kimbunga na dhoruba, kwa sababu hizo ndio usafiri wake. Kimbunga ni upepo mkali ambao unakuja kwa kasi, lakini ukiukaribia unaona ni mawingu yanazunguka ya utukufu. Alafu anasema apitapo Mwenyezi Mungu huzuka kimbunga na dhoruba, mawingu ni vumbi litumuliwalo na nyayo zake. Anasema kama vile sisi tunatembea kwa mchanga, hii dunia sisi tunatembeaga chini na chini ni mchanga. Anasema chini yake Mungu akikuja kwa hiyo na hiyo dhoruba, chini yake ni mawingu. Yeye akanyangi mchanga, yeye anakanyaga mawingu, clouds. Anakanyanga hii upepo ambao tunaiona huku juu ya dunia. Ni mawingu nyeupe, lakini akikanyaga hayanguki, ni kama mchanga. Ndio anasema mawingu ni vumbi litimuliwalo na nyayo zake. Sasa tunaanza kuona usafiri wa Mungu. Mungu anatumiaga mawingu kama usafiri wake, na inakujaga kwa kasi sana kama kimbunga, na inakuaga na utukufu nyekundu kama moto, lakini kweli ni mawingu yake ambayo inazunguka na Mungu ako ndani. Huyu Mungu ni nani? Huyu Mungu ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ama huyu Mungu ni mmoja tu? Huyu Mungu ni nani? Jina lake ni Mwenyezi Mungu. Jina lake ni Mwenyezi Mungu, lakini tutaanza kujua jina lake zingine ni gani. Ukienda kwa Kutoka 40, Exodus 40, Kutoka 40 mstari wa 34 unasema, hii ni Musa sasa. Kisha lile wingu likalifunika lile hema la mkutano. Hii ni siku ile Musa alikuwa ametengeneza lile nyumba la Mungu la tabanako ambalo Mungu alikuwa anashuka. Hiyo siku inasema hivi, kisha lile wingu ni hiyo utukufu wa Mungu. Wingu likalifunika lile hema la mkutano na utukufu wa Mwenyezi Mungu ukalijaza hema. Mose ambaye ni Musa alishindwa kuingia ndani ya hema la mkutano kwa sababu hilo wingu lilikaa juu yake na utukufu wa Mwenyezi Mungu ukajaa humo. Unasikia vile Biblia inasema Mungu alikuja na mawingu yake, alikuwa ndani ya mawingu, akakuja kwa hiyo hekalu na akakaa, mawingu ikakalia chini hapo. Na vile mawingu ilijaza hiyo hekalu, hata Musa alishindwa kuingia kwa sababu Mungu alikuwa ndani na utukufu wake, ambayo ni hiyo mawingu ilikuwa imezulia mtu yoyote asiweze kuingia. Ndugu yangu, Waisraeli waliona utukufu wa Mungu na macho zao na bado walimkataa na wakasema hapana, sisi hatumtaki, na walikuwa kwa wamuamini na wote wakaangamizwa. Hakuna watu kwa hii dunia ambao wameona Mungu na utukufu wake
kama wale Waisraeli ambao walikuwa jangwani. Ndio inatisha sana. Ni lazima tukue tunajua huyu Mungu ni nani. Ukienda Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 10. Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 10, ama tutasema 1 King chapter 8 verse 10 kwa Kizungu. 1 King chapter 8 verse 10 inasema, ikawa makuhani walipotoka pale mahali patakatifu, wingu lilijaza nyumba ya Mwenyezi Mungu, nao makuhani walishindwa kuhudumu kwa sababu ya wingu hilo, kwa kuwa utukufu wa Mwenyezi Mungu ulijaza nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hapa ni siku ile ya Solomon ama Suleiman. Tunamuitaga kwa Kizungu Solomon. Sulemani alikuwa ametengeneza nyumba ya Mungu na akamaliza hiyo nyumba ya Mungu, akaitengeneza kwa ufahari. Na hiyo siku ndio sasa anaifungua. Biblia inasema mawingu ya Mungu, utukufu wake ulitoka mbinguni ukashuka, na watu wakaiona pia. Na hii kushuka, hiyo mawingu yake ya utukufu kushuka, mpaka watu wanashindwa kujiona. Imefunika kila pahali, kwa sababu Biblia inasema utukufu wa Mungu ambao ni hiyo fahari yake, ambao ni hiyo usafiri wake, hiyo mawingu ulikuwa umejaza hiyo hekalu, na watu wakashindwa mpaka kuona, kwa kuwa utukufu wa Mungu ulikuwa umeshuka, na Mungu alikuwa ndani ya utukufu wake, alikuwa ndani ya usafiri wake, alikuwa ndani ya hiyo mawingu. Jina lake ni nani? Mwenyezi Mungu. Lakini tutaanza kumjua yeye ni nani. Jina lake asili kwa sasa anaitwa nani? Tutamjua. Ukienda kwa Ezekieli wa kwanza, Ezekieli sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hii ni Ezekieli alikuwa kwa amekaa pahali, na Mungu akamchukua kwa kiroho. Kumchukua kwa kiroho ndio akaanza kuona hizo mambo. Nataka uone ni nini aliona. Vile Mungu alimchukua kwa kiroho, ama alilala tu na Mungu akamchukua kwa kiroho, tuone ni nini ilifanyika. Mstari wa kwanza unasema, mnamo siku ya 5 ya mwezi wa 4 mwaka wa 30 nilikuwa Babiloni kwenye mto Kebari, miongoni mwa wale watu waliopelekwa uhamishoni. Basi mbingu zilifunguka, nikaona maono ya Mungu. So alikuwa anaona maono. Katika siku hiyo ya 5 ya mwezi, ulikuwa mwaka wa 5 baada ya ufalme Yehoyakini kupelekwa uhamishoni Babiloni. Mwenyezi Mungu aliongea nami kuhani Ezekieli mwana wa Busi nilipokuwa Kaldayo karibu na mto Kebari, naye Mwenyezi Mungu akaniwekea mkono wake. Nilipotazama niliona upepo wa dhoruba unavuma kutoka kaskazini. Aliona upepo mkasi kwa maono, ukikuja kwa kasi na ukizunguka na ukizingira na ukizunguka na kuzunguka. Niliona upepo wa dhoruba unavuma kutoka kaskazini. Kulikuwa na wingu kubwa lililozungukwa na mng'ao, na moto ulichomoza humo mfululizo, na katikati ya huo moto kulikuwa na kitu kinametameta kama shaba. Aliona upepo mkasi ukimkujia, na vile ulikaribia akaona ni mawingu, na huu mawingu ulikuwa kuna moto. Ulikuwa na moto. Tukienda mstari wa 26, Ezekieli wa kwanza mstari wa 26 unasema hivi, ama mstari wa 25 unasema, nilisikia sauti kutoka juu ya kitu kile kama anga kilichokuwa juu ya vichwa vyao. Ikasema mstari wa 26 ukasema, juu ya kitu hicho niliona kitu kama kiti cha enzi cha johari ya rangi ya samawati. Juu yake aliketi mmoja anayefanana na binadamu. So ndani ya mawingu aliona mtu amekaa kwa kiti, na amekaa kwa kiti cha ufalme, na huyo mtu anakaa kama binadamu. Sehemu ya juu ya mwili wake iling'aa kama shaba. Shaba ni nyekundu, na kama moto uliozunguka pande zote.
Sehemu ya chini ya mwili wake ilikuwa kama moto, nayo ilizunguka na mng'ao. Anamaanisha aliona mtu ambaye ni Mungu amekaa kwa kiti chake cha enzi na amewaka moto. Si ati Mungu amewaka moto, ni utukufu wake umemzingira, unawaka moto. Ukiangalia kwa mbali unaona ni mawingu unawaka moto, na ukimkaribia unaona kuna mtu ndani ambaye anawaka. Ukienda kwa kitabu cha Jacob ama Yobu, Jacob ama jina lake ni Yobu, sura ya 38 mstari wa kwanza. Mpaka Yobu aliona Mungu kwa usafiri wake. Yobu kwa Biblia kwa Kizungu tunamuita Job. Pole, samahani, anaitwa Job. Yobu sura ya 38 mstari wa kwanza unasema, hapo Mwenyezi Mungu alimjibu Yobu kutoka dhoruba. Mwenyezi Mungu alimjibu Yobu kutoka dhoruba. Hata Yobu ambaye ni Job kwa Kizungu alimuona na akimwongelesha kutoka kwa huo mawingu ambao unazunguka, unaitwa dhoruba ama kimbunga. Tukienda kwa Yobu sura ya 40 ama 40 mstari wa 6, bado Mungu anaongea na Yobu ama Job, anamwongelesha bado kupitia hiyo clouds ama hiyo mawingu. Hapo inasema mstari wa 6 unasema, hapo Mwenyezi Mungu akamjibu kutoka kimbunga, jikaze kama mwanamume, nitakuuliza nawe utanijibu. Mungu alimshukia akikuja kwa nini? Kwa kimbunga ama kwa hiyo upepo mkasi ambao ni utukufu wake. Hiyo ndio usafiri wa Mungu. Sisi tunatumia baiskeli, sisi tunatumia magari, lakini Mungu anatumia nini? Anatumia kimbunga ambayo ni nini? Ambayo ni upepo mkasi, ambayo ni mawingu wake. Tukirudi kutoka kwa Musa, Kutoka sura ya 13 mstari wa 21. Kutoka sura ya 13 mstari wa 21. Kutoka inasema, mchana Mwenyezi Mungu aliwatangulia katika mnara wa wingu kuwaonesha njia, na usiku aliwatangulia katika mnara wa moto kuangazia, ili waweze kusafiri mchana na usiku. Hii inaongea mambo ya Waisraeli ambao walikuwa jangwani. Mchana alikuwa anatembea na nini? Alikuwa anatembea na mnara wa wingu. Wewe mwenyewe Waisraeli wakitembea wanaona mawingu nyeupe ikiwaongoza, na usiku hiyo mawingu inageuka inakuwa moto. Si ati Mungu ndani ni moto, lakini mawingu utukufu wake unawaka moto. The glory of the Lord kwa Kizungu. Tukirudi tena Kutoka 14 mstari wa 19, Exodus 14:19 ama Kutoka 14 mstari wa 19 unasema, basi malaika wa Mungu aliyekuwa mbele ya kundi la Waisraeli aliondoka akakaa nyuma yao, na yule mnara wa wingu pia uliondoka mbele ukasimama nyuma yao. Inamaanisha siku ile walikuwa wanatembea jangwani, Mungu mawingu yake ilikuwa inatembea nao. Hata siku ile alipiga watu wa Misri, alirudisha mawingu yao nyuma na ikawapatanisha katikati ya Waisraeli na hao watu. Anatumiaga usafiri wa mawingu. Anatumiaga usafiri wa mawingu. Ndugu zangu, siku ya leo tunajifundisha kuwa Mungu ambaye ni Mungu wa mbinguni anatembea kwa mawingu zake, anatembea kwa mawingu yake, na yeye anatumia mawingu kama chombo ambacho anakitumia kama usafiri wake. Usafiri wake si wa baiskeli,
Usafiri wake si wa magari, usafiri wake si ndege, hutampata kwa ndege, hautampata. Anatumiaga usafiri tofauti na sisi. Kutoka 16 mstari wa 10 unasema hivi: wakati Aroni alipokuwa akizungumza na jumuiya ya Waisraeli, watu wote walitazama huko jangwani, na mara utukufu wa Mwenyezi Mungu ukaonekana mawinguni. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose. Watu wote waliona utukufu wake. Utukufu wake ni huo dhoruba ama huo kimbunga, ama tutasema hiyo upepo ambao unakuja. Wanaionea mbinguni, wanaionea huko juu wakiangalia na macho yao. Hao watu wa Israeli waliona mambo mengi, waliona utukufu wa Mungu na macho yao. Tukienda Kutoka 19 Kutoka sura ya 19 mstari wa 9 unasema, Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, ambaye ni Musa, haya, mimi nitakujia katika wingu zito ili Waisraeli wapate kunisikia ninaposema nawe na kukuamini siku zote. Mungu alikuwa anatumia mawingu, alikuwa anatumia utukufu wake wa mawingu, Waisraeli wote wamuone ndio waweze kumuogopa Musa. Kwa sababu sisi binadamu hatuna imani na Mungu, mpaka tumuone ndio tutakuwa na imani. Watu wengi wameokoka, watu wengi hawajui Mungu, Waislamu hawamjui, watu wengi hawajawahi muona, lakini wanatamani kumuona. Hao Waisraeli walimuona, waliona mpaka usafiri wake, waliona utukufu wake, waliona kimbunga, waliona upepo, na bado walimkataa. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, haya, mimi nitakujia katika wingu zito ili Waisraeli wapate kunisikia. Alikuwa anakuja na wingu. Tukienda kwa Danieli ama Daniel 7 verse 13 ama Danieli 7 mstari wa 13 unasema, wakati wa maono haya usiku niliona mmoja kama mwana wa mtu akija katika mawingu. Danieli anaona kwa maono, akiangalia anaona kuna mtu anakuja kwa mawingu, kwa utukufu wake, na ako ndani ya mawingu, na akasema, niliona huyu mtu, niliona mmoja kama mwana wa mtu akija katika mawingu. Huyo ni nani? Huyo ni Yesu Kristo. Anaona maono ya Yesu Kristo, Yesu akikuja na mawingu ambayo ni utukufu wake. Kwa kitabu cha kale wanamuita Mwenyezi Mungu, na Danieli anaanza kuona maono, anasema, kumbe ule mtu ako ndani ya mawingu ni Yesu Kristo. Tutaendelea kumuona. Anaitwa Mwenyezi Mungu, sasa tunasikia tena atakuja aitwa nani? Yesu Kristo. Tukienda Kutoka 13. Kutoka 13 ndugu zangu. Kutoka 13 unasema, Kutoka 13 mstari wa 9. Exodus 33 verse 9. Kutoka 13 mstari wa 9. Hii ni siku Mungu alishuka na mawingu yake. Mstari wa 9 unasema, wakati Musa alipoingia ndani ya hilo hema, ile tabanako yake, ile nyumba yake, alipoingia ndani ya hiyo hema, mnara wa wingu ulitulia kwenye mlango wa hema, na Mwenyezi Mungu akaongea naye. Watu wote walipouona ule mnara wa wingu umesimama mlangoni mwa hema, kila mmoja wao alisimama na kuabudu mlangoni mwa hema lake. Yaani Mungu anatoka mbinguni na anakuja na upepo wake, anakuja na utukufu wake, na anakuja na mnara wa wingu, anakuja na wingu. Mnara wa wingu unashuka polepole mpaka kwa nyumba ya Musa, alafu unafunguka, alafu Mungu anaanza kuongea na Musa. Ni kama lift ile ya nyumba inaenda juu na chini. Lakini platform ama pahali Mungu anakanyaga
ni mawingu, si mchanga. Ndugu zangu, hii kimbunga ama hii upepo ama hii utukufu wake ama hii mawingu, si Yobu peke yake aliona, si Musa peke yake aliona, si Ezekieli peke yake aliona. Hata Elijah alichukuliwa juu mbinguni na hiyo yoruba. Ni watu wawili kwa Agano la Kale ambao waliweza kuingia kwa hiyo utukufu. Moja ni Musa na moja ni Elijah. Musa aliingia ndani ya hiyo mawingu, ndani ya utukufu, na Mungu akamuita ndani. Pia Elijah alibebwa na hiyo utukufu wa Mungu, hiyo upepo. Wacha tutasoma Ufalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 1. Ufalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 1. Kwa kizungu ni 2 Kings chapter 2 verse 1. Inasema hivi: ikawa wakati ulipofika ambapo Mwenyezi Mungu alitaka kumchukua Eliya mbinguni katika upepo wa kisulisuli. Ama upepo wa nini? Kimbunga. Alibebwa na hiyo upepo kama Elisha akimwangalia. Hiyo upepo ulikuja kwa ukasi na ukasi na ukasi, ukamnyanyua na ukamchukua ukampeleka juu. Hiyo upepo ama hiyo utukufu, Mungu alimpatia usafiri wake. Alipatia Eliya usafiri wake. Now, tukiangalia kwa Exodus kutoka 24, utaona vile vile Musa alikuwa ndani wa utukufu huo. Kutoka 24 mstari wa 14. Kutoka sura ya 24 mstari wa 14 unasema, Musa aliwaambia wale wazee, tungojeni hapa mpaka tutakapowarudia. Aroni na Huri wako pamoja nanyi. Yeyote aliye na tatizo na awaendee wao. Basi Musa akaenda mlimani na wingu likaufunika mlima. Aliingia ndani. Utukufu wa Mwenyezi Mungu ukatua juu ya mlima Sinai na wingu likaufunika mlima kwa muda wa siku 6. Siku ya 7 Mungu akamwita Musa kutoka katikati ya lile wingu. Utukufu wa Mwenyezi Mungu ulionekana mbele ya macho ya watu wa Israeli kama moto unawaka juu ya mlima. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Alikaa huko kwa muda wa siku 40 mchana na usiku. Aliingia ndani ya utukufu wa hiyo wingu. Alienda kuona Mungu ambaye alikuwa ndani ya hiyo mawingu. Ni watu wawili ambao nimeona kwa kitabu cha kale kuwa ni Musa na Eliya ambaye waliweza kufanikiwa kuingia ndani ya hiyo mawingu. Lakini ndugu yangu, itakushangaza pia wewe ambaye unanisikiza, utaingia kwa hiyo mawingu. Nitakuambia siku gani utaingia. Endelea nami. Wewe mwenyewe ambaye unanisikia, utaingia kwa hiyo mawingu. Tukirudi kwa Agano Jipya ama New Testament, sasa ndio tunaanza kuona fununu. Tukienda kwa Mathayo 17 mstari wa 1. Matthew 17 verse 1. Hii ni ile siku, kwa kizungu wanasemanga transfiguration. Kwa Kiswahili sijui ndasema nini, lakini hii ni ile siku Yesu alichukua Petero, akachukua James na akachukua John, watatu, akawapeleka kwa mlima juu. Kama vile alichukua nani? Alichukua Musa. Vile alichukua Musa juu ya milima, ndio vile alichukua watoto wake Yohana na James na Petero. Aliwachukua juu ya milima. Hiyo ni tabia ya Yesu Kristo, ama tabia ya Mwenyezi Mungu, Mungu wa Musa. Mathayo 17 mstari wa 1 unasema, baada ya siku 6 Yesu aliwachukua Petero, Yakobo na Yohana nduguye, akaenda nao peke yao juu ya mlima, kama vile tu alichukua Musa, mlima mrefu. Huko Yesu akageuka sura mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua na mavazi yake
yakawa meupe kama mwanga. Sikizeni vizuri. Akikuwa huko juu ya mlima, uso wake ukageuka kuwa Yesu akageuka sura mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua, ukakuwa mweupe, na mavazi yake yakawa meupe kama mwanga. Musa na Eliya wakawatokea. Ndugu zangu, ni kwa nini Musa na Eliya waliwatokea? Musa na Eliya ni wale ambao walikuwa ndani ya mawingu. Nao Yesu anaongeza wengine watatu ndani ya mawingu. Musa na Eliya wakawatokea, wakawa wanazungumza naye. Hapo Petero akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukipenda nitajenga vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa bado anasema hivyo, wingu jeupe likawafunika na sauti ikasikika kutoka hiyo wingu. Ndugu zangu, vile vile Mungu alifanyia Musa alipoenda juu ya mlima mrefu, mawingu ukamfunika. Hivyo Yesu ndio anafanya saa hii, akaweka mawingu wake ukawafunika wote watano: Eliya, Musa, Yohana, Yakobo na Petero. Ilikuwako ni kukuonesha kuwa yule Mungu ni yule Yesu Kristo. Tukisoma sasa ndio tunaanza kuona, tunajua kuwa kuna kitu inaitwa kuchukuliwa na Mungu, ama kwa kizungu inaitwa caught up, ama watu wengi wanasemaga rapture. Rapture ni ile siku Mungu atakuja achukue watoto wake, wale ni waaminifu kwao. Hiyo siku utachukuliwa tu, utakuwa unakaa kwa nyumba, unasikia umepotea. Mwingine atakuwa anakaa anapeleka gari yeye anasikia amepotea. Kwa kizungu inaitwa rapture. Sasa tukisoma kitabu cha Thessalonians kwa kizungu, ama kwa Kiswahili inaitwa Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17. 1 Thessalonians 4:17. Huyu ni Paulo anaongea kwa kanisa la Wathesalonike. Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 17 unasema hivi: kisha sisi tulio hai wakati huo tutakusanywa pamoja nao katika mawingu kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa daima pamoja na Bwana. Bwana anatuhakikishia kuwa vile alifanyia Musa, alimuingiza ndani ya mawingu, vile alifanyia Eliya, alimchukua kwa mawingu wake, na vile alifanyia Petero, Yohana, na alifanyia Petero, Yohana na Yakobo kwa mawingu wake aliwafunika. Pia sisi tutachukuliwa tufuniko kwa mawingu wake wa utukufu. Nitairudia tena 17. Kisha sisi tulio hai wakati huo tutakusanywa pamoja nao katika mawingu kumlaki Bwana hewani. Ndugu zangu, yule ambaye anatulaki ni nani? Yule anatulaki ni Bwana Yesu Kristo. Matendo 1 mstari wa 8. Hii ni ile siku Yesu alikuwa anawadhibitishia, anawaambia mtapata nguvu na mtaenda kunihubiria katika nchi tofauti tofauti. Hiyo ni siku alikuwa akiongea nao kabla achukuliwe arudi mbinguni. Tutaisoma tena Matendo sura ya 1 mstari wa 8 unasema, lakini wakati Roho Mtakatifu, huyu ni Yesu anaongelesha watumishi wake, anasema, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria na hata mlisho ya dunia. Baada ya kusema hayo, wote wakiwa wanamtazama, alichukuliwa mbinguni, wingu likamficha wasimuone tena. Inasema hivi kuwa macho yao yalimuona mawingu ya utukufu ukimchukua Yesu Kristo na ukimrudisha mbinguni. Vile vile alikuwa anashuka na hiyo mawingu yake kutembelea Musa.
Vile vile alishuka akikuja kutembelea Ezekieli. Vile vile alishuka akitembelea watumishi wake wa Agano la Kale. Hivyo hivyo ndio alifanya kwa watumishi wake wa Agano Jipya. Alijichukua na mawingu yake na karudi mbinguni. Ufunuo wa kwanza, huyu ni Yohana anatuambia ufunuo wa kwanza ama tutasema Revelation chapter 1 verse 7. Ufunuo sura wa kwanza mstari wa 7 unasema, huyu ni Yohana anasema, tazama anakuja na mawingu, kila mtu atamuona, na hata wale walimtoboa, wale watu walimdunga, walimpiga Yesu Kristo, wakamuua mwana wa kondoo, hata hao watamuona kwa macho yao akikuja na mawingu. Tazama anakuja na mawingu, kila mtu atamuona, na hata wale waliomtoboa. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa Omega, asema Bwana Mungu mwenye nguvu, aliyeko, aliyekuwako na anayekuja. Huyo ni nani? Yesu Kristo. Nataka umuone huyu Yesu Kristo ambaye anaongea na Yohana ni yule ambaye alikuwa anaongea na Musa wakati alimpata kwa kichaka. Siku ya kwanza Mungu alimtokea. Kwa Kutoka sura ya 3 mstari wa pili unasema hivi, basi malaika wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Yesu akamtokea katika mwali wa moto katikati ya kichaka. Mose akaangalia akashangaa kuona kichaka kinawaka moto na wala hakiungui. Basi akajisemea, hiki ni kioja, kichaka kuwaka moto na kisiungue. Hebu nitazame vizuri. Si ati moto ulikuwa ukiwaka kwa huo kichaka. Hapana, Mungu alikuja na utukufu wake ambao ni mawingu ambao unawaka moto, na utukufu wake ulikuwa umezingira mahali hapo, na mpaka kichaka unakaa ni kama moto unawaka. Na huyu ni nani? Huyu ni Yesu Kristo. Danieli 7 mstari wa 9. Danieli 7 mstari wa 9 unasema hivi, nikiwa bado naangalia, vitu vya enzi viliwekwa hapo, kisha mzee wa kale akaja akaketi. Alikuwa amevaa nini? Amevaa vazi jeupe kama theluji. Huyu ni Mungu, amevaa white garment kwa kizungu, lakini kwa Kiswahili amevaa vazi jeupe kama theluji. Nywele zake zilikuwa kama sufu safi, ama alikuwa kama pamba. Nywele yake ilikuwa ni kama nyeupe kama pamba, na kiti chake cha enzi kilikuwa cha miale ya moto, na magurudumu ya kiti chake yalikuwa ya moto uwaka. Hii ni ile siku sisi wote tutahukumiwa. Aliona Mungu amevaa nguo nyeupe na nywele yake ni kama nyeupe kama safi, na macho yake yanawaka moto. Alikuwa amevaa jeupe kama theluji, nywele zake zilikuwa kama sufu safi, na kiti chake cha enzi kilikuwa kama cha miale ya moto. Tukienda Danieli 10, nataka umuone kabisa. Tunaangalia mwili wake, mwili wa utukufu wa Mungu. Danieli 10 mstari wa 5 unasema hivi, nikainua macho nikamuona mtu amevaa mavazi ya kitani, na kiunoni amejifunga mkanda wa dhahabu kutoka ufazi. Mwili wake uling'aa kama zabarajadi safi, uso wake uliufanana kama umeme, na macho yake yaliwaka kama miale ya moto. Amevaa nguo nyeupe na nywele yake ni nyeupe, na macho yake yanawaka moto. Huyu ni nani? Danieli anaona siku ile tutahukumiwa. Anaona Mungu, macho yake ni nyeupe, macho yake inawaka moto, amevaa nguo nyeupe na nywele yake ni kama safi. Tukienda Ufunuo wa kwanza ambaye ni Yohana alimuona Yesu Kristo akikuwa kama vile Danieli amemuelezea. Yohana
wa sura ya kwanza mstari wa 12 unasema hivi. Hii ni siku ile Yohana amechukuliwa kwa rohoni, amepelekwa mbinguni, amesimama kwa kiti cha enzi, anaona Yesu Kristo na akashindwa, huu ni nani? Wacha tuone ni nini Yohana anasema. Yohana anasema kutoka mstari wa 12, basi nikageuka nimuone huyo aliyesema nami, nikaona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati yake kulikuwa na kitu kama mwana wa mtu, naye alikuwa amevaa kanzu ndefu na mkanda wa dhahabu kifuani. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe. Unaona? Ni vile vile Danieli aliona. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe, kama theluji. Macho yake yalimetameta kama moto. Miguu yake kama shaba iliyong'arishwa, iliyosafishwa katika tanuri ya moto, na sauti yake ilikuwa kama sauti ya poromoko la maji. Alikuwa anamuona Yesu Kristo macho akikaa kwa ufalme wake mbinguni. Macho yake yanawaka moto, kama vile Danieli aliona, kama vile Ezekieli aliona. Ezekieli alikuwa anaangalia mtu, anaona ni kama amewaka moto. Hii kitu ilikuwa Paulo alikuwa anataka kufundisha, alikuwa anataka kufundisha Timotheo amueleze mambo ya Yesu Kristo. Hivi ndio Paulo alikuwa akiambia Yesu, alikuwa akiambia Timotheo mwana wake ambaye alikuwa anakimfundisha. Alisema hivi, Timotheo wa kwanza sura ya 6, Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 14. Anaongea kuhusu Yesu Kristo. Anamwambia hivi, sura ya 14 unasema, na kuamuru ushike maagizo yako na kuyatii kwa uaminifu mpaka siku ile atakapotokea Bwana wetu Yesu Kristo. Kutokea kwake kutafanyika wakati ufao, uliopangwa na Mungu mwenye heri na aliyemtawala pekee, mfalme wa wafalme. Paulo anasema kuna siku, anaambia Timotheo ukuwe mwaminifu kwa Mungu mpaka siku ile Yesu Kristo atatukujia na nini? Na utukufu wake. Wacha tusikie vile ataisema hiyo utukufu wake. Kutokea kwake kutafanyika wakati ufaao, uliopangwa na Mungu mwenye heri na aliyemtawala pekee, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Yeye peke yake anaishi milele katika mwanga usioweza kukaribiwa na mtu. Hakuna mtu aliyepata kumuona au awezaye kumuona. Anaongea mambo ya Yesu Kristo. Yaani kwa utukufu wake, we mwenyewe huwezi muona. Anakaa ndani ya, yeye ni mwangaza na anaishi ndani ya mwangaza, ndani ya utukufu wake. Paulo alienda kwa Waebrania na akawaeleza hivi. Waebrania sura ya 5, Waebrania sura ya 5 mstari wa 8. Alisema hivi, lakini ingawa alikuwa mwana wa Mungu, anaongea mambo ya Yesu Kristo. Akasema, lakini ingawa Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu, alijifunza kutii kwa njia ya mateso, na alipofanywa mkamilifu akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Naye Mungu akamteua kuwa kuhani mkuu kwa utaratibu wa ukuhani wa Melkizedeki. Tunayo mengi, hii ni mstari wa 11 wanasema, tunayo mengi ya kusema juu ya jambo hili, lakini ni vigumu kuwaelezeni kwa sababu nyinyi si wepesi wa kuelewa. Anasema mambo ya Yesu Kristo. Anaweza tamani kusema mambo mengi kuhusu Yesu Kristo, lakini sisi masikio yetu si mepesi na kuelewa. Yaani kuna mambo mengi unaelezewa kuhusu Yesu Kristo, kuwa yeye ndio Mungu wa mbinguni. Yeye ndio alikuwa anatumia usafiri wa mawingu peke yake kutoka mwanzo mpaka mwisho, lakini bado hatuwezi muamini. Wengi watamkataa, wengi wataweka moyo wao mgumu, lakini yeye ndio Mwenyezi Mungu kwa sababu anatumia usafiri wake, na huo usafiri ni wake peke yake. Yohana sura ya 8 mstari wa 12, ndugu zangu, ama tutasema John 8:12. Yohana 8 mstari wa 12 unasema, Yesu
alipozungumza nao tena aliwaambia, mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Anayenifuata mimi hatembei kamwe gizani, bali atakuwa na mwanga wa uhai. Yohana 8:12. Yesu alipozungumza nao tena aliwaambia, mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Anayefuata mimi hatembei kamwe gizani. Yesu hapa anasema kuwa yeye ndiyo mwanga. Ndugu zangu, yeye ndiyo mwanga wa ulimwengu, ama kwa kizungu tunasema the light of the world. Anasema ukimfuata utatoka kwa giza. Siku ya leo Yesu anasema ukimfuata utatoka kwa magonjwa. Ukimfuata utapata uzima wa milele. Ukimfuata utatoka kwa shida za maisha yako. Ukimfuata utatoka kwa mambo ambayo yanakutesa. Ukimfuata utashinda mashindani yote ya wachawi. Ukimfuata magonjwa yatatoka. Ukimfuata huyu Yesu atakurudishia ndoa yako. Ukimfuata mashida zote ambazo unateseka zitaisha, kwa kuwa yeye ndio nani? Yeye ndio mwanga wa ulimwengu. Anasema ni tumaini. Leteni mizigo zenyu kwangu, mimi ni mwanga wa ulimwengu na mimi nitawapumzisha. Tumeona usafiri wake kutoka kitabu cha kale mpaka kitabu cha kale hadi sasa. Yeye usafiri wake yeye kuwa ni Yesu Kristo. Ndugu yangu, leo ninaomba kama unaweza taka kuweka maisha yako kwake, ninaweza penda sana uweke maisha yake kwake, ndio aweze kukutoa kwa shida zako, aweze kukutoa kwa giza ambayo inatuingia sisi binadamu, ambao tunateseka kila siku, ambao tunashindwa, tunasema ni nani atatusaidia? Yesu Kristo anasema, njooni nyote mliolemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Kama uko tayari ndugu yangu, hata kama unapeleka gari, hata kama uko nyumbani, hata kama wewe uko mama yako na baba yako hawajakufundisha mambo ya Yesu Kristo, nataka leo umweke kama Bwana wa maisha yako, na yeye mwenyewe atakuongoza. Mimi sitaweza kukuongoza. Hakuna mama yako atakuongoza. Baba yako hawezi kukuongoza. Huyo mtu ambaye anaitwa Sheikh ndani ya msikiti hawezi kukuongoza. Ni Yesu Kristo peke yake anaweza kukuongoza. Wacha tu nataomba ndugu zangu, kama unataka kumpokea leo, nataka uombe na mimi. Ufuatilie hizi maneno na Yesu Kristo utampokea. Hivi ndio utasema, fuatilia maombi yangu. Sema, Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Ninataka kukuweka Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninataka unifute kwa kitabu cha dhambi na uniandike kwa kitabu cha maisha. Nataka unipatie Roho Mtakatifu wako aweze kuniongoza maisha yangu yote. Yesu Kristo, nisaidie. Asante kwa kunikomboa. Asante kwa kunipatia uhai mpya. Amen. Amen and amen. Kwa yule yote ambaye ameweka kwa imani na akaomba hizi maneno, Mungu ambaye ako ndani yetu atasikia maombi yako na atakuokoa.
atakusaidia, na yeye mwenyewe atakuwa kinara, atakuwa nani? Atakuwa mwanga wako wa maisha yako. Ninasema asante ndugu zangu, wale ambao wote mumesikia, wale ambao mmekuja katika hii channel, ambao mmeshiriki nami. Ninaweza pendezwa mukishare hii channel ama mukishare hii message kwa watu wengine, watu waweze kuokoka, watu waweze kujua Yesu Kristo. Tutaonana mpaka wakati mwingine ambao tutaongea mengi kuhusu Yesu Kristo, ambaye Yesu anajionyesha katika kitabu cha Agano la Kale. Kutoka sasa ninasema tunasema muende salama na baraka za Mungu ziwe nanyi pamoja. Amen.